Kidogo uguse hapo. Siku ya furaha ni lini? Ni leo. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Kama utaki kuimba usinyamaze. Siku ya furaha ni leo. Ni leo. Siku ya furaha ni leo. Ni leo. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Frida unaniangusha. Siku ya furaha ni leo. Ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Oh, utukufu apewe Bwana aliyepokea mamlaka. Asifiwe Bwana Yesu, milele ndiye Bwana. Ndio umemaliza hivyo? Hakika utukufu wa Bwana ukishuka, mafuta ya Bwana yanaporomoka. Haleluya. Nimejitambulisha. Nafikiri kama kuna mahali nimesahau, ninatokea section ya Geita Mashariki huko. Kwa hiyo naamini tutakwenda vizuri, na tamani ufurahi mwanzo mwisho. Na somo letu asubuhi ya leo, tamani kuwa baraka. Somo letu asubuhi ya leo linasema tamani kuwa baraka. Kwa wale tunaoandika, somo letu asubuhi ya leo linaitwa tamani kuwa baraka. Tamani kuwa baraka. Andiko letu ni Mwanzo sura ya 12 na mstari ule wa 2. Mwanzo sura ya 12 na mstari ule wa 2. Kama ilivyo ada au kama desturi niliyoizoea nilipokuwepo hapa miaka ile 7, nilifundishwa na baba yangu, akaniambia tunaposoma andiko hili, tunapoanza nalo, huwa inatubidi tusimame. Na mimi ukisimama nitakufurahia sana. Mwanzo sura ya 12 na mstari ule wa 2 inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Asante Baba Mungu mwema, nakushukuru kwa sababu mtumishi wako amekwisha kuomba. Mimi nakushukuru tu kwamba Baba umenipaka mafuta yale aliyoniombea, na sasa neno lako unakwenda kulileta mbele watoto wako, nao utafungua masikio ya rohoni na macho ya rohoni na kulipokea kwa ushindi. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi nimeomba, amen. Tuketi wana wa Mungu. Kitabu cha Mwanzo ndicho kitabu cha mwanzo katika Biblia, na kiliandikwa na Musa. Inakadiriwa kilianza kuandikwa mwaka 1513 hadi mwaka 1445. Unaweza kuona kama miaka inashuka, lakini hiyo ni KK. Inapoandikwa taarifa kabla ujio wa Yesu Kristo,
huwa miaka inashuka, haipandi. Kuanzia kwa Yesu kuja huku miaka inapanda. Kwa hiyo hapa unaweza kuona kama mwaka unaoandikwa hapa ni 1513 KK na mwaka 1445 KK. Sura hii inaongelea namna Mungu anavyomuita Ibrahim, ambaye mwanzoni aliitwa Abraham, na baada ya kuitwa na Mungu akaitwa Ibrahim akiwa na miaka 75. Aliitwa atoke nyumbani kwao alipokuwa anaishi kwa baba na mama, na hakuambiwa naenda wapi. Aliambiwa toka uende mpaka nchi nitakayo kuelekeza. Ibrahim akiwa na umri huo aliisikia sauti ya Mungu na akaamua kutoka. Aliamua kumhamisha toka kwenye nchi yake ili akampe haya anayoyasema ambayo tumeyasoma hapa. Anasema, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Manake Ibrahimu anahamishwa ndipo aweze kupewa hivi, kwa sababu Mungu aliona akiwa pale nyumbani kwao haiwezekani hivi vikatokea akiwa kwao, lazima ahamishwe. Kama mimi na wewe leo tulipohamishwa toka kwenye ile hali tuliyokuwa nayo, kwenye dini zetu tuliyokuwa nazo, kwenye ukoo wetu tuliokuwa nao, tukahamishwa tukaletwa kwenye ukoo wa Yesu. Tunajifunza hapa kwamba kumbe Mungu akitaka kukubariki ni lazima akuhamishe kwanza, utoke mahali ulipo. Kabla ya kuendelea, tuangalie baraka ni nini. Baraka ni nini? Somo letu linaitwa tamani kuwa baraka. Kutamani ni kuwa na kiu, hisia kali na hamu kubwa ya kutaka kitu. Hiyo ndio kutamani. Kuwa na kiu. Kiu. Naamini wote tulishasikia kiu. Sisi watu tunasikia tu, watu tunahisi kiu. Kwa hiyo ile hali ya kusikia kiu, hamu. Wakati baba anafundisha hapa asubuhi akasema, wangapi wanatamani kuwa na gari? Wengine hawakunyosha, wengine walinyosha. Na mimi nilinyosha, nataka gari. Baba, nataka gari, niombee. Natembelea Kobe bado. Anasema naye nataka gari, kanyosha mikono. Haleluya, wana wa Mungu. Kama hutaki gari, mimi na kiu na gari kwa kweli. Na kiu. Natamani gari. Haleluya. Kwa sababu ili mafuta yaendelee kuonekana, nikamshuhudie mwingine, nimwambie Mungu anabariki, Yesu anabariki, natakiwa aone gari. Nachota mafuta hapa taratibu. Mzee anasema natakiwa utembelee gari. Ikivuta tu vuu, ishakula 50 hivi 20. Sio 10,000 natembelea wiki. Haleluya. Unaweza kuona kama ni kitu cha ajabu, lakini kuna kitu kinaingia hapo. Kama wewe ulikuwa usikilizi, sikiliza leo nikukumbushe ambao anasemaga mzee. Si mnajikumbushaga yenyewe mpaka siku ya sikukuu ndio mnajikumbushaga. Baba anahubiriga nini? Mimi nakumbukaga kila siku, hata leo nakumbuka. Sababu siku ya sikukuu tunasema tukasome. Mtu anaenda anafukua na angalia alikuwa anafundisha nini. Hatakiwa utembee nayo. Haleluya. Kuwa na kiu, hamu ya kumiliki kitu fulani. Kama vile wakati ule wale ambao wameoa, ulikuwa unawaza hivi, ile siku ya harusi itafika lini? Kiu. Unatamani lini itakuwa. Wengine ilipofika baadaye wakasema bora isingekuwa.
Wache ushamba wewe. Hiyo ilitakiwa iwe na itaendelea kuwa. Ana kiu kweli kweli. Alipokunywa maji alimuona kwenye gilasi. Alipochota ugali hivi, alipomeza kwenye kijiko aliona sura yake. Alikuwa na kiu na hamu. Lini atakuja? Lini? Kiu, hamu, tamani kuwa baraka. Maana yake kiu. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo unaposema kutamani, maana yake ni kuwa na kiu, hisia kali na kubwa katika kuwa na kitu fulani. Sasa baraka ni neema au wema wa Mungu. Tunaposema baraka tunamaanisha neema au wema wa Mungu. Neema hii au wema huu unamletea mtu mafanikio. Hiyo baraka ya Mungu ni neema au wema ambao unamletea mtu mafanikio katika tamaa yake. Katika tamaa yake. Kwa kilichoanza alitamani. Alipotamani, neema ya Bwana ikashuka, ikamsairisha apate hata kama hakustahili kupata. Ikampa mafanikio, ikampa kile anachokitamani aweze kuwa nacho. Haleluya, wana wa Mungu. Mafanikio. Lakini mafanikio hayo si mafanikio tu, mafanikio na amani. Mafanikio na nini jamani? Na amani. Nisomee Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amina. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Na amani ya Kristo ipitayo itatuhifadhi. Haleluya. Kwa hiyo uwema na baraka za Mungu zinapokuja kwetu, yani ile baraka ya Mungu inaleta inakuwa ile neema ambayo inakuja na wema wake, unaleta na amani. Amani kazi yake ilinde zile baraka. Kuna watu wametafuta baraka na baraka hizo wakazipata, lakini baraka zao hazikuja na amani, na namna hiyo zile baraka zikawa tena ni jaribu. Haleluya. Baraka zikawa nini? Jaribu za kumtesa. Baraka za Mungu hazina majuto. Anasema zinapokuja zinakuja na amani. Amani inalinda, inatuhifadhi ili tuweze kuzimiliki zile baraka. Wapendwa, si kila mtu anaweza kubeba baraka. Sio kila mtu anaweza kubeba baraka. Kwa unapokuambia tamani kuwa baraka, maana yake kuna kitu hicho unachokitamani, lakini uwezo wa kukibeba lazima uwe ndani ya Yesu, ili uweze kulindwa. Ile amani ya Bwana inatulinda, inatuhifadhi tuweze kuibeba nini? Ile baraka. Haleluya, wana wa Mungu. Matajiri wangapi unasikia wapo au walikuwepo wakawa matajiri, maana yake walikuwa na hizo baraka wanaoita kama baraka, lakini zile si baraka za kimungu. Na mwisho wa siku wanamaliza mwendo wakiwa katika taabu. Hawezi kuvaa viatu, hawezi kuvaa suti, hawezi kuendesha gari. Hiyo ni baraka gani kama sio mateso? Si bora uwe maskini tu ijulikane? Una kila kitu lakini huwezi kulala nyumbani mwako. Una kila kitu lakini huwezi kuendesha gari. Una kila kitu, hutaki kupanda hata pikipiki. Hayo ni mateso, sio baraka. Kwa hiyo baraka za Mungu
zinakuja na amani. Amani iweke ulinzi kwako uweze kuhimili. Kuna mtu mmoja anashuhudia, anasema kwamba kuna mama mmoja alikuwa muombaji sana kanisani, akimwombea mume wake abarikiwe, Mungu ampe baraka. Na kweli siku ya siku Mungu akambariki, wakanunua gari, wakaenda nalo kanisani likabarikiwe. Siku moja mume wake akamwachia gari aende nayo kanisani. Alipofika kanisani, baada ya ibada kuisha, alienda kukaa kwenye gari yake. Kisha washirika wakamfuata, kwa sababu lazima wampe hongera kununua gari. Kwa hiyo akawa anatoa mkono kwenye kioo, ameshusha dirisha, anawapa asante. Wakina mama kama unavyojua, mwenzetu umebarikiwa. Oh jamani, Mungu mwema, atukuzwe. Kweli kabisa, kweli kabisa. Hata kuwagani tena hata kumwagi mwenzako Si umalizie, mimi nimeoa Mchaga, kama hutaki ninyamaze. Hata kuhagiana hakupo tena, kwa sababu baraka ya gari imeku. Kwa hiyo anatoa mkono nje, ili sasa sisi tusiokuwa na gari tukafanyaje? Tukampe mkono. Alipokuwa hana baraka, aliwasalimia wenzake vizuri na kisha akaenda nyumbani. Lakini baada ya kupata baraka, sasa anatoa mkono. Wewe hustahili kukaa kifuani mwake tena akukumbatia. Tamchafua. Anatoa mkono. Na unajua mikono ya kina mama inavyokaaga. Sio inakuwa na ganzi, sio inapigwa shoti. Ulishaona Wale wa kina mama wale sio wewe, wale vidole vinajikunja, yani vinakwenda kwa malingo fulani hivi. Kwa sababu ya nini? Baraka. Lakini ukiwa anatafuta zile baraka, mkono unanyoka, unakuwa wima namna hii, hata ukumbatia, atalia na wewe, atafurahi na wewe. Baraka ikija pasipokuwa na amani ni mateso. Haleluya, wana wa Mungu. Somo letu linasema tamani kuwa baraka. Na nimekuonyesha nini maana ya baraka na nini maana ya kutamani. Unatakiwa utamani, na sipo kutamani hauwezi kupokea. Yesu alisema anatuachia amani ambayo ni tofauti na ile ulimwengu utoao. Yesu anasema anatuachia amani ambayo ni tofauti na ile ulimwengu fanyaye unaotoa. Yohana sura ile ya 14 mstari wa 27, soma. Yohana sura ya 14 mstari wa 27. Yesu mwenyewe anatangulia kutuambia kwa nini tulindwe. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amina sana. Yesu kabla ya kuondoka anatuachia amani, ikimaanisha nini? Anatuachia ulinzi mkamilifu utakaotulinda katika hali zote, katika hali ngumu na katika hali ya baraka. Tulindwe salama, hata pale tunapokuwa nazo tulindwe salama. Anatuachia amani. Haleluya, wana wa Mungu. Aina za baraka. Aina za baraka. Baraka ya kwanza ni baraka ya rohoni. Baraka ya kwanza ni baraka ya rohoni. Baraka ya rohoni. Hizi zipo rohoni kwa sababu tumepewa na Bwana, na humpa roho ya mwanadamu faida, na ndizo zinazohitajika zaidi
Baraka hii hupatikana pale mtu anapotii na kupokea wokovu. Baraka za rohoni zinaanzia pale mtu anapotii na kupokea nini? Wokovu. Na sisi sote hapa naamini tumetii na kupokea wokovu. Haleluya. Au kuna ambaye hajaokoka hapa? Kuna ambaye hajaokoka? Tumuongoze sala ya toba apokee baraka ya kwanza. Yupo? Wote tumeokoka. Kutii na kuokoka, hiyo unapokea baraka ya wapi jamani? Ya rohoni. Soma Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3. Efeso sura ya kwanza mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Amina. Tulibarikiwa kwa baraka zote za rohoni pale tuliponyenyekea mara ya kwanza na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Tukabarikiwa kwa baraka hizo ambazo tuko nazo, tunatembea nazo. Baraka hizi huleta furaha, baraka hizi huleta amani, baraka hizi huleta ushindi katika maisha yako. Kwangu mimi ni mfano mzuri wa baraka hizi za kupokea neema ya wokovu. Nilipopokea neema ya wokovu nilimwona Mungu kwa namna ya tofauti. Cha kwanza, niliweza kushinda ulevi. Nilikuwa mlevi wa kupindukia. Mimi sio wale wanaosema uongo kwamba walikuwa walevi. Mimi nakwambia nilikuwa mlevi wa kupindukia. Kwa sababu pasipo kupata angalau kakifuniko kwa konyagi sikulala usingizi. Wale wa zamani wa hapa nafikiri hili wanalifahamu. Sijashuhudia mara moja wala mara mbili. Na ukitaka kuamini, sikwambii kwamba nilikuwa mkoa fulani ukaulize ambako hawajui. Ni hapa hapa Geita. Ukifika pale mtaa katikati ukiuliza, utaambiwa kweli huyu baba kipindi cha ujana wake alikuwa mlevi wa kupindukia. Nilitumikishwa na ulevi. Niliteswa na ulevi. Siku moja iliyonitesa mpaka leo naikumbuka, ni siku ambayo ilikuwa ni siku kuu. Nimemwoa mke wangu, niko naye. Akaniambia leo tupike hapa nyumbani tule tufurahi. Nikamwambia nimeitwa na rafiki zangu mahali. Kwa mama nitarudi, wewe andaa chakula nitarudi. Nikaondoka. Nina kahela mfukoni kwa sababu mlevi akiitwa lazima achukue hela. Hata kama wewe utakula dagaa atachukua hela tu. Hata kama hana pa kuchukua atakopa kwa sababu ameitwa ili kuficha aibu. Lakini kanisani tunaweza kuja bila sadaka. Tuhimizwe toa sadaka. Lakini kwenye ukiitwa na mlevi, hii nakupa siri ambayo niko nayo mimi. Nikachukua kahela ambako tulikuwa tumeandaa tununue kreti la soda tunywe, ni mimi na mke wangu, hatujapata watoto, tufarijiane ndani. Nikamwacha akiwa peke yake kwa sababu nimeitwa na rafiki zangu. Na bahati nzuri siku hizi Penueli wanarusha mtandao kwenye YouTube, hata rafiki zangu hao wataona na wanajijua, siwataji kwa majina, na bado wapo hai, hawajafa, na wengine nafanya nao kazi hata leo. Kwa hiyo watajua nasema ukweli, sio uongo. Nikachukua hiyo hela nikaenda nayo. Walivyo na tabia mbaya au tulivyokuwa na tabia mbaya, wakasema leo hakuna cha kununua laundi. Leo tunanunua kreti kwa kreti ili tushindwe kutembea. Alafu unasema wewe mlevi, alafu unajificha umeokoka unaenda kunywa pombe za kutafuna. Tulikuwa tunakunywa kreti. Kwa hiyo akaanza wa kwanza akaleta kreti. Tukaifuta. Sasa akaambiwa rafiki yangu, wewe ndio unayefuata. Mimi kiangalia sasa hii ndio nilikuwa nimwambia mama nitanunua kasoda tunywe sasa. Mwenzangu naye kaleta.
Mkiwa vile wanajitokeza na marafiki wa uongo, wakaja, wazee vipi huko? Pelekee 5 yule. Wazee mmependeza, pelekee 6 yule. Kreti likaisha. Imefika zamu yangu. Na sasa mke wangu sasa tamwambiaje kwamba kreti ya soda imeenda wapi? Wakati nawaza nikashtuliwa, we unawaza mke wako, leta hapa kreti. Mhudumu lete. Ikaja pale, nikaitoa kwa maumivu, machozi yanadondoka ndani ya moyo, lakini machoni yanaona kama vile nacheka, lakini nauma. Nikazungusha lile kreti. Narudi jioni nyumbani, pombe ziliisha. Pombe zifanyaje? Zimeisha. Kwa sababu ni cha kwanza naulizwa, mbona umechelewa hivi? Hasa ile kreti liko wapi? Niko nimewaambia na majirani waje tu tushiriki pamoja. Sasa vipi? Napokuambia neema ya wokovu inaleta amani, unatakiwa utambue, sio ujue kijuujuu, ufurahie kijuujuu, ikuingie ndani utambue nini maana ya amani. Yaani unamchosha mtu mpaka anatamani adondoke chini. Nilimwambia tu kwa kweli, fulani ndio amenisababishia, kwa sababu anawajua. Fulani ndio amenisababishia. Na marafiki zangu walikuwa huko kwa Moshi. Mmoja na jina kama mchungaji hapa. Ndio hao. Sababu utakuwa unamfahamu huyo kijana. Huyo. Na tulishamkaribisha kanisani. Na ikitokea amefungua YouTube, uje kanisani. Wewe nishawishi siku hiyo nikanunua kreti ya pombe. Kwa hiyo Bwana akanitoa huko, akanipa amani ya wokovu. Kwa hiyo amani hiyo ikanipa kutembea kwa ushindi. Mke wangu akaona furaha, akaiona amani, akaona ushindi, akaona nguvu. Mpendwa, hiyo ilikuwa ni amani ya kwanza ya wokovu. Lakini nyuma kulikuwa na ingine inatesa. Ilikuwa hakuna mtoto. Hayupo. Tulimwagiwa maji. Wewe umemwagiwa maji ili upate mtoto wewe? Unamwagiwa maji ndoo nzima, umetulia ya baridi. Ya ndio maombi hayo. Hayo ndio maombi ya kumwagiwa maji, tena na watu wa kanisani. Mnakalishwa pale wewe na mke wako. Ndoo 2, si mko wawili. Maji ya baridi. Mnavumilia mpate mtoto, lakini hakutokea. Pamoja na maji ya baridi ndoo zote. Na wiki nzima namwagiliwa hizo ndoo. Asubuhi hakuna amani duniani. Amani aitoayo Yesu ni amani ya tofauti, ambayo unatembea kwa furaha pasipo mateso. Ukitafuta amani ya duniani, ndugu yangu, utamwagiwa maji asubuhi kila siku, ndoo nzima. Utafikiri unabatizwa kila siku na bado muujiza hautokei. Ninasema, Mungu wangu, haya yamekuaje? Nilipopokea neema ya wokovu, niliingia kanisani kama mweu, na sitakaa niache, kwa sababu najua alionitendea. Wewe kama hujui Karagabao, niliingia kanisani, ilipoimbwa wimbo wa sifa na kuabudu, nililia mwanzo mwisho. Ni baba kipindi kile nilikuwa na mwili, acha huu. Nilikuwa napiga nondo. Nilikuwa napiga nini? Nondo. Yaani niko vizuri. Yaani usinione hivi, niko vizuri. Ilifika nishinde nikamwambia hivi, yaani mimi mtakavyokuja hapa, mnajifanya nyewe kama ni wakorofi. Mtakavyokuja hapa mimi nitapiga mkesha. Mkija kimwili tutasonga mbele kwa jina la Yesu. Kwani Petro alitoa upanga? Kwa mkija kiroho tutakwenda kiroho. Hivyo. Haleluya. Kuna wakati utakiwa kukiri udhaifu, unatakiwa uonyeshe wewe ni nani, ili watu wakujue. Haleluya. Wanajua, wanasema ile lichungaji lile, hivyo.
sababu watu wanakuletea tu hiyo, yaani unakuja kwa nitumie vijana kwenye mkesho, vijana wanakuja pale wanapiga miruzi, wanatimua vumbi mle. Nikamwambia nyie vijana mnijui. Mimi nilikuwa muhuni kuliko nyie. Hapo ni wewe nyie, hapo hamna hata hela, wahuni hamna hela. Kanda maalum. Kada maalum. Nilikuwa napiga nondo na nilikuwa vizuri. Na picha hizo ninazo hata leo. Wewe kama unabisha njoo nikuonyeshe. Unapiga nondo. Niko vizuri. Aka sasa leo niko vizuri. Kwa hiyo nilipoingia kanisani nikashuka chini na yale manguvu niliyokuwa nayo. Waliponitazama wakasema huyu bila shaka watu waliokoka, waliojaa roho, lakini roho wao alikuwa hawezi kuona roho ya Mungu ikiwa ndani ya mwanadamu. Kama leo kuna watu waliojaa roho kuona matatizo kwa watu, ila hawaoni roho wa Mungu anapowahurumia watu. Mungu alikuwa amenihurumia na akaamua kuninyong'onyesha. Si nimekwambia nilipokuwa? Kwa hiyo ilikuwa ni lazima animinye sana, yani nishuke, kwa sababu nilikuwa sikamatiki. Rafiki zangu wenyewe nilipokuwa nao nikitoka nao wanaamini wako salama. Mmoja niliposema naacha pombe akasema na mimi naacha, kwa sababu hapa nitauawa. Walikuwa natembea na mtu anajua kwamba wako salama. Kwa nilipoingia kanisani, hata Paranjo aliponiona akasema hili jamani, kiona niliacha kanisani, kanisa litakuwa salama. Kwanza leo baba, walikuwa wakiona watu hivi hata kule duniani. Kwa ukiokoka, kile ulichokuwa duniani kilete kanisani katika namna ya Mungu. Uweke usalama kwa watu wa Mungu. Ufurahi kuona mtu anakwenda mbinguni, usifurahi kuona anaanguka. Haleluya. Kwa hiyo nilishuka. Agnes alikuwa hajaokoka. Yule naye nilimshuhudia, nilizunguka naye. Sisi mama basi wakuone. Upo kwa baba hapa. Huyo. Ulizeni atawaambia. Huyo naye nilitembea, nilihubiri, nilishuhudia, niliandika, nilifundisha. Haleluya. Kwa hiyo nilipokuwa nikilia, kwa kweli walisema hili jamaa bila shaka limetenda dhambi. Hasa hapa linaomba sana lisamehewe. Na bila shaka hii jamaa haiwezekani litakuwa lina ukimwi. Ndio maana linalia sana. Ili Mungu aliponye, maana lilikuwa lilevi. Watu waliojaa roho hao. Nikasikia, lakini ile amani ya wokovu niliyokuwa nimeipokea. Ndio maana ninapohubiri neno hili naamini kwamba Mungu, unapokuwa umepokea
ile amani ya wokovu. Unapokuwa umepokea hiyo, ndio baraka ya kwanza ya wokovu. Ile amani inakulinda, inakuhifadhi, inakupa uwezo wa kumiliki na kuvumilia yote yanayokuja. Akawa anafundisha baba, anasema kwamba unakuwa na nguvu ya kufyonza. Si unakufanyaje? Kunyonya na kufyonza. Nilijua namna ya kunyonya na kufyonza maudhi. Kwa mimi hata ungeniudhi namna gani, ni sawa sawa unapiga, unacheza tu na maji, si udhiki. Nitanyamaza tu, nitaondoka, lakini siwezi kukuchukia na nitakuombea, kwa sababu najua nilipokuwa Mungu alikonitoa, yamkini na wewe bado uko kule, unatakiwa uje. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa nililia, nikamtolea Bwana machozi. Kile nilichokuwa napewa kwamba mpaka nimwagiliwe maji ndio nipate mtoto. Nikashangaa kanachomoka katoto ka kiume. Kakaja katoto ka kiume, kanaitwa ka John. Sasa hivi kanamaliza diploma pale KSMC Moshi. Hajakaa sawa, kakatoka kingine ka kike ka Janet. Sasa hivi kako pale Weruweru Sekondari form 5 na 6. Baraka inakulinda na kukuhifadhi. Hii nimekuambia baraka tu za wapi? Za rohoni ambazo Mungu alinipa. Kwa sababu ningesikia, kwa sababu nilikuwa ndio mchanga, ni haya maneno yanatamkwa na watu wakubwa kanisani. Alafu naambiwa kwamba wanasema unaliaka kanisani kwa sababu wewe una ukimwi. Unategemea ningekaa pale ningesema kwani kanisa ni hili tu? Ngoja nijiondokee, nirudi kwangu kule nikotoka, nikapiga sala zangu za kawaida. Kwani kuna nini kule? Ningerudi nikaenda huko. Lakini kwa sababu ile neema na amani ya kufyonza, nilifyonza, nikavumilia, nikastahimili, na Mungu kuona ustamilifu wangu ni ndani ya mwezi huu. Kakaja katoto. Wakati huo angesema huyu mke wako hana kizazi. Sasa sijui kilitoka wapi. Na mtukuza Mungu kwa sababu alikirudisha. Kama mchawi aliangalia kwa darubini zake hakuona kizazi, halafu mtu anazaa, si Mungu alirudisha? Mimi naamini kikuwepo, kiko kimeibiwa. Kwani waviibiwi? Vinaibiwa. Wanaiba wachawi na washirikina, wanatoa kizazi kinaondoka. Lakini Mungu akikirudisha ndani ya mwezi huu kwa neema na baraka ya wokovu ambao niliamua kushuka. Niliingia mzima mzima, yani nilijidumbukiza kama mtu kwenye maji, nikazama humo, nikagaragala. Kwa sababu nini? Bwana ameniokoa. Nikazama, nikalia, nikatoa kamasi zote. Hazikuisha. Kwani zinaishaga? Zipo. Na hata nikifika hapo wanazitoa tena, nazitoa. Na mzee Paranja anajua kuzikamua. Yaani za Kongo wanazikamua, anazikamua. Lakini wengine unakaa unasema na mafua. Una mafua yanatoka wapi? Kwa sababu tikamasi zako unataka uzikamulie nyumbani. Yatakuja mafua uyakamulie huko nyumbani ukome. Unakuwa yalete hapa. Ugaregare hapa, yaishie hapa. Unyong'onye kama ni kwenye galagara lia. Ule mtaa walinijua. Uliza mtaa wa mkoani kule. Kaulize wapo. Siku ya mkesha wasiponisikia utajua sipo. Wataambia leo hatuja kusikia. Unafika hapa hafu kioo kimefunga, hafu naomba mama nibariki, nibariki mama. Unamnong'oneza Mungu. Unamnong'oneza Mungu. Tungemnong'onezea nyumbani kwako. Hapa kanisani tumekuja tumtolee sauti. Tumpasie sauti. Tumwambie ukuu wake. Tumwambie uweza wake. Tumwambie namna anavyoweza kutenda. Tumwambie namna alivyokubarikia. Ukamshuhudie na kudhibitisha ili mwingine asikie. Unamwogopa nani sasa? Unamficha nini? Kwa sababu kwenye maombi ni kwamba unashuhudia Mungu aliyekutendea. Unamwambia Bwana, nilikuwa mlevi, nilihangaika, sikuwa na msaada. Bwana umenitoa huko. Leo niko hivi nilivyo. Inayo amani. Ile amani ya wokovu. Unashangaa mwenye machozi yanaanza kutoka. Unasikia furaha ya moyo.
amani ya moyo inakuja. Kuna watu kanisani mioyo yao inaumia, na wapongeza mababa leo, waita mkaja hapa, njoo moyo wako unauma, akaja. Umekuwa mwaminifu na kweli. Kuna mwingine akuja hapa lakini moyo wake unauma mno, amemdanganya Roho Mtakatifu akiwa hapa. Mimi nilipoitwa nilienda. Siku moja wakaja wahubiri, nikaomba. Akaona suti vifungo vya suti vinakatika. Akasema jamaa amevamiwa pepo. Akamuuliza mchungaji, huyu hajavamiwa kweli huyu? Mzee wa kanisa, huyu hajavamiwa? Akasema huyo ndio za kwake hizo. Ndio za kwake hiyo, amezama hapo, wewe muache tu. Nikazama, akaja akaweka mkono, akaweka mkono. Yaani ndio yakazidi sasa, nikazidi kusogea. Nikasogea. Yaani nasikia nguvu inakuja, nasikia Mungu anasema na mimi, endelea mwanangu. Nikazama. Akasema kuomba gani huku? Nikasema ndio kuomba kwangu, kwa sababu tabu yangu na shida yangu najua mimi, wewe huwezi kuijua. Wewe kama unaomba kilegevu ili watu wakuhurumie, shauri yako. Wanafunzi wangu, unasemaje? Mungu akubariki. Pokea usifu na utukufu. Niko nyumbani, siku ya furaha ni lini? Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa. Sijuagi sauti ya kuimba, ila nikipata mwimbaji akaniongoza huwa natamani kuimba. Yaani wakati mwingine huwa naimba mpaka naimba kwa roho. Siku moja mama nani yule wa magereza akaniambia, mama Mbogo akaniambia, mchungaji leo umenibariki. Yaani leo ulikuwa unanena, yaani unaimba wimbo kwa kunena. Nikamwambia mama, akishuka roho hata nyimbo inaimbwa kwa kunena, lakini yaani zile chorus zinakwenda vile, lakini huku na shida yako unaijua wewe. Sasa wewe nuna ili mchungaji akuonee huruma, akuita kuombee, utakuwa umechelewa sana. Yaani alichokujengea hapa, hiki alichokuwekea hapa kinatosha kukuombea wewe kabla hata yeye hajasema neno. Kinatosha. Na ukiwa katika baraka hii tunayoiona ukashindwa kuitambua, utakuwa laana bila kuombewa laana. Nisichelewe sana, muda wenyewe unakimbia. Baraka ya kwanza tumesema ni baraka ya wapi jamani? Ya rohoni, ambayo hii tunaipata pale tunapotii na kuamini na kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wetu. Ndipo mambo mazuri hayo yanatokea. Nimekuambia mimi katika baraka ile ya kwanza ya wokovu nikahamishwa kama Ibrahimu alivyohamishwa toka kwao, nikahamishwa toka kwenye ulevi, nikahamishwa toka kwenye walevi. Walibaki kuwa marafiki zangu. Mwingine akanidanganya, twende Mwanza, kumbe nilipeleka baa. Nikamwambia wewe usirudie tena. Ananiambia mmoja kwamba wewe unatudanganya tu, huwezi kutoka hapa. Nikamwambia hivi, sitoki kwa sababu ya nini kingine kichote. Si kwamba nashindwa kuwanunulia, ila ninatoka kwa sababu kuna kitu nimepokea. Nasikia ndani ya moyo kinanipa nguvu ya kusonga mbele. Naona mwanga kwenye maisha yangu, na hiyo maana natoka. Sitoki tu kwa sababu nyingine. Si kwamba sikuwa na hela, nitashindwa kununulia pombe, hela ilikuwepo. Lakini ninatoka kwa sababu kuna kitu naona mwanga mbele. Haleluya, wana wa Mungu. Baraka ya pili ni baraka ya mwilini. Baraka ya mwilini. Baraka ya mwilini. Baraka hizi za mwilini, hizi zinanufaisha vyote vinavyohisi au vinavyohusu mwili. Hizi hujumuisha vyote vinavyonufaisha mwili, mfano mali, afya, vyeo na uzao. Baraka za mwilini ni vyote vinavyohusu
au vinavyonufaisha mwili. Yaani mwili unanufaika, mwili unafurahia. Hivyo ndiyo baraka ya mwilini. Afya, mtu anapokuwa mzima mwenye afya, hiyo ni baraka. Lakini pia mtu anapokuwa na mali nyingi, hiyo ni baraka. Lakini pia mtu anapokuwa amepandishwa cheo kazini, mahali popote, hiyo ni baraka. Lakini pia mtu anapokuwa na uzao mwingi, hiyo ni baraka. Ndio maana Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba utakuwa baba wa mataifa, manake anapewa uzao. Haleluya! Hiyo ni nini? Ni baraka. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo baraka hizi kwa ujumla wake, kuna watu wamebarikiwa rohoni, hawajabarikiwa mwilini. Kwa hiyo kama una baraka za mwilini tu, za rohoni huna, tutakushangaa, tutakuwa na mashaka na wewe. How comes? Yaani mtu ni tajiri, ana mali na kila kitu, lakini rohoni hana kitu. Huyu mtu lazima tuwe na wasi, lazima tuwe na mashaka naye. Unabarikiwa na nani? Unabarikiwaje? Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo baraka za rohoni ndizo huanza nazo zikaimarisha baraka za mwilini. Lakini hatusemi kwamba hakuna watu wenye baraka za mwilini wakati za rohoni hawana. Wapo. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, hatari yake ya kuwa na baraka za mwilini bila baraka za rohoni, hauna ulinzi. Hauna nini jamani? Muulize jirani yako, una ulinzi wewe? Acha kumnong'oneza, muulize, una ulinzi wewe? Hiyo ndio sauti unayomuulizaga. Mbona mume wako akija amechelewa unamuuliza sauti kubwa, wewe uko wapi? Muulize hivi, una ulinzi wewe? Mbona mke wako akipika vibaya unamuuliza, wewe umepika nini? Muulize tena, wewe una ulinzi? Haleluya. Una ulinzi wewe? Kama una ulinzi, mbona siku 2-3 umetubu, siku 2-3 umesharudi kwenye ghadhabu? Una hasira kama nini? Inakuwaje? Kama una ulinzi, mbona hufanyi sawasawa na inavyotakiwa? Watakatifu wa Bwana, tunachohitaji ni kuona baraka za Bwana. Tunachohitaji ni kuona ushindi. Na kibaya, sema kibaya, sema kibaya, sema kibaya ni kile kumjua Mungu, kuonja uzuri wa Mungu, kisha ukaendelea kuishi maisha kama vile Mungu humjui. Kumjua Mungu halafu ukaendelea kuishi kama vile humjui Mungu ni hatari kubwa sana, kwa sababu baraka zile hautaziona. Mzee wasema nimesimulia, nafikiri nimewasimulia baraka za rohoni, lakini nimeonyesha pia na baraka za mwilini ninazo. Kwa sababu ninao nini? Uzao ambao ulikuwa umegoma. Kizazi kimenyofolewa, sijui na ukoo, sijui na vitu gani, sijui, lakini kilirejeshwa kwa sababu ya baraka za wokovu. Haleluya. Automatically nikapata na baraka za wapi? Za mwilini. Baraka zingine nilizo nazo ni kuibia siri, ili nikwambie hivi, Yesu sitakaa nimwache. Nitamkumbatia usiku, nitamkumbatia mchana, nitamkumbatia njiani, nitamkumbatia hata chooni. Nitamkumbatia pale unapoona huyo hapafai, nitamkumbatia. Kwa sababu hii amenipa baraka za mwilini. Nikudokezee? Nikudokezee? Wangapi nataka niwadokezee? Uliyenyosha mkono, hizi baraka, ambaye ukunyosha mkono, hii baraka yangu hii nimekuhurumia. Si nikasema wabaya madhabahuni, baba msema tusilani. Kidogo shetani anipitie. Haikwenda wapi? Muongo wewe shetani. Kwa jina la Yesu ameshindwa. Haleluya, wana wa Mungu. Mimi nilianza kazi. Sema mbona unisikilizi? Mimi nilianza kazi baada ya kumaliza form 4. Haleluya. Nikaanza kazi ambayo nilikuwa nikienda kazini naficha nguo. Naficha nguo za kwenda wapi? Kazini.
Unaijua kazi gani hiyo? Unaijua? Ya ulinzi korokoroni. Si ucheke kwa nguvu basi. Jamaa aliyekuwa kiranja mkuu wa shule leo hii anamaliza form 4, anashindwa kuendelea, anakwenda kuomba kazi ya ulinzi korokoroni. Na hiyo inafanya kwa sababu wanafunzi wanamfahamu namna alivyokuwa, afu kiranja wao mkuu inabidi afiche zile nguo kwenye mkoba kama anakwenda kanisani, kumbe anakwenda kazini usiku, watu wasimuone njiani. Ndio kazi niliyoanza nayo, nikaifanya. Nikasema, Mungu, hii kazi kwa kweli mimi inanitesa, naona aibu hata kutembea njiani. Mungu akasema, utakoma tu. Tulikuwa tunajifanya mjanja. Nikaendelea, nikasema, Mungu, lakini sikuachi, taendelea na wewe tu hivyo hivyo. Nikapiga ile kazi, ilikuwa niko chini, mara nikawa supervisor kidogo. Sasa nikaanza kupata nini, kaunafuu, natembea vizuri, navaa vizuri, sikajina ka supervisor kapo, si ndio? Lakini siku moja nimekaa, siliko nimelala, siliko nimekaa, sijui, nikawaza hivi, hii kazi nitafanya mpaka nizeeke. Sasa nikiwa mzee nitakuwa naenda kulinda wapi? Wazo likarudi Mwanza, kwa sababu nimekulia Mwanza. Kuna walinzi walikuwa nakaa kwenye maduka ya Wahindi wanalinda. Kwa hiyo, Mungu, nitarudi pale kwenye maduka ya Wahindi nikalinde, nimeshika rungu. Nilimuuliza Mungu kwa sauti, kweli Baba, hii kazi kweli nirudi Mwanza kwenda kulinda tena maduka ya Wahindi na rungu, nichinjwe kweli? Nikasikia huzuni, nikaumia, nikiangalia sina elimu nyingine ya kunifanyaje, ya kunisaidia. Nikajitoa mwanga. Roho akaniambia, omba kazi ya udereva, omba kazi ya udereva. Sasa niombeje kazi ya udereva? Mimi sijui kuendesha gari. Omba kazi ya udereva. Nikamfuata rafiki yangu nikamwambia, natamani kuendesha gari, lakini sina leseni. Kaambia, usiwe na wasiwasi. Akaniletea leseni, nikawa nayo. Sijui kuendesha. Mambo ya Mungu naomba usiyaingilie. Wewe askari unaoshuhudia hapo, naomba usishikuni ushuhuda wangu tafadhali. Ilikuwa miaka ile nilipata leseni. Sasa sijui kuendesha, naitumia wapi? Siku inafika, nika apply, nikaomba. Yaani unapotaka kuzipokea baraka, namalizia babangu, unapotaka kupokea baraka huwa inatangulizwa baraka feki. Haleluya. Pamoja kwa kwenye maombi unaomba, unapoanza kuomba, Mungu anapotaka kuleta baraka anaanzisha baraka feki. Na wewe kwa sababu kama hauna macho ya rohoni, hauoni sawa sawa, unaona kama wale walikuwa wanaona na ukimwi, unaona ndio yenyewe, unaanza kushangilia, kumbe ni baraka feki. Na mimi nikaandika barua, zikatoka nafasi hizi, katoka nafasi ya udereva, katoka nafasi ya ulinzi. Mimi nikasema, nikaandika zote, lakini nikawa na uhakika na ile ya ulinzi. Nikamwambia Mungu, asante kwa kuniletea kazi yangu hii, siwezi kufeli, alafu hiyo unalipa vizuri, kondo nitakopata. Nikaenda kwenye interview. Unajua kilichotokea? Kwa sababu ilianza kutoka ni ile ya ulinzi. Nikaenda nikafanya interview yangu kwa nguvu zangu zote, nimeifanya ile kazi miaka 5 na uhakika nayo. Majibu yanatoka, nasema tutakufikiria baadaye. Nilitoka nimepigwa ganzi. Sema ulitoka umepigwa ganzi. Mke wangu ananiuliza, vipi mme wangu, tushangilie au tunyamaze? Ambia, mfungia hapo kwanza, takwambia baadaye. Baadaye imekuwaje? Natafuta uongo wa kumwambia. Nilikuwa sijaokoka hapo baba, nilikuwa bado sijaokoka, ila nilikuwa muombaji, kwa sababu Mungu alikuwa na mimi akinivuta nije kwenye wokovu. Alikuwa ananitengeneza. Yaani kufunga, nilikuwa najua kufunga, nilikuwa nafunga kabisa 40, nafunga kabisa, na bado nafunga hata sasa. Kwani zimeisha?
Kwani zimetosha baba? Mara 100 sijafika. Kwani Yesu alimwambiaje Petro? Mara 100 sija, yani mimi sitembelei ndege. Yani zimefika kwani hizo? Lakini nipate mara 100. Nakwambia hizi zilizokuja sasa hizi. Ile ikapoteka, mwambia mke wangu amesema ataniita baadaye. Alafu tena mwambia mke wangu atapita baadaye. Anapita niliyofanya na interview, akasikia, akacheka. Mke wangu kaniuliza, mbona huyo amecheka? Huyo naye tulikuwa naye kwenye interview. Kumbe amesikia uongo na umwambia mke wangu. Akisema ungejua mume wako anakudanganya. Nikaenda. Ikapita hiyo, sikuitwa wala nini. Nikaitwa ile nisiyojua ya udereva. Nikaitwa, nikaulizwa unajua kuendesha? Akasema Mashine gani unajua kuendesha? Dampa gani? Thwats kadampa gani? Kadampa kale ka ujenzi kale kwenye majengo, kana bebea mzigo mbele, kana mwagia mbele, kale kadogo kabisa. Wakati yeye kule ni dampa la tani 100. Unajua kabisa thwats inagia 12. Akasema Tukaenda atafute mashine ya kunitest kwa sababu mimi ni mtaalamu, nimeendesha dampa la gia 12. Akatafuta dampa ni test yule mzungu. Bahati nzuri kukutana na mzungu ambaye hataki cha rushwa wala nini. Mungu alitengenezea mazingira. Anitengenezea mazingira. Sababu nimekuwa mwaminifu. Unajua kuna lijambazi limoja hivi, lijambazi lakini ili na hofu ya Mungu. Yaani nilitaka kuiba tu kwa sababu limeishiwa. Lakini siku likipata linakuwa lizuri. Kwa hiyo Mungu aliniona ili jamaa lilitenda dhambi, lakini likipata litaniheshimu. Kwa hiyo akawa ananisogeza. Haleluya. Kwa hiyo sijui kama Mungu alikuwa anambarikia hajaokoka. Alikuwa analijua, alishaona ndani ya moyo. Mungu uchunguza ndani, akajua huyu mtu atakuaje. Alimchunguza Paulo, akajua huyu Paulo anawapiga hawa watu, lakini kimpata Paulo atafanya kazi. Haleluya. Na mimi aliniona hivyo hivyo. Ndio naona leo nafunguka hivi. Sasa akatafuta mashine ya kunitest. Uliza haipo. Akapiga story na mimi. Nikamwambia wa kweli, my boss, help me please. Familia yangu ina matatizo ya kutosha. Wanitegemea mimi tu. Niko mimi peke yangu. Ndio mtoto wa kiume, na ni kweli. Hiyo ilikuwa nisema kweli. Ila kunitegemea ilikuwa sio kweli. Sasa nilikuwa nikipata za kwangu ni kunywa. Akasema wanakutegemea unatoa ngapi? 3. Sina hata mmoja. Watu 3 kwa mdogo hivi. Mzungu wa watu akanihurumia. Roho Mtakatifu akashuka akamwambia, hili jamaa ni lichafu, lakini ukilipa kazi litaokoka. Ukilipa kazi litaokoka hili. Mzungu akasema, nimekosa mashine ya kukutesti, ila nakupa kazi. Simpigie Yesu makofi. Nikapewa kazi ya uoperator mgodini. Sio mbali, hapa tu. Wakiona kwenye YouTube waelewe. Hivyo nikapata kazi, wakaanza kunifundisha wenyewe huku wakinilipa mshahara. Yaani unasomeshwa na mshahara juu. Nikaanza kuvaa magwanda ya operator, natembea kifua mbele. Imeenda, nifupishe tu kwa sababu ni ndefu sana. Imeenda baada ya kuajiriwa. Tuko wawili tu na watu tulienda kwenye interview watu 11. Wana mafyeti ya kutosha. Mwingine anasema mimi nimeendesha doza, sio manini. Mimi sijui hayo unayotamka. Hapo kwenye vijana wadogo tulikuwa wawili tu, wale wengine ni mamtu. Yameendesha mashine ya TX. Lakini nakwambia tulichaguliwa wale vijana wawili, tukaenda kutestiwa mashine. Mwenzangu alipata kweli mashine akatestiwa. Mimi ikakosekana. Mzungu akasema, my friend, nakupa kazi ila usije ukaiba mafuta. Ndio maana nakwambia ni Roho Mtakatifu. Kwa nini aniambie nisiibe mafuta? Si maana yake nisiende kutenda dhambi.
Ukiwa mtu wa Mungu utahubiriwa na mtenda dhambi. Kwani wangapi mnawatenda dhambi wanawaambia hapa, wewe kama kweli umeokoka, kama ni wokovu ni hivi, mimi sitaki kuokoka. Anakuambiaje? Anakuambia maisha unaoishi sio sawa. Na yule mzungu mimi sijui alionaje, kwa sababu mwanzoni kwa kweli nilikuwa kipindi niko mlinzi, nilikuwa naiba kweli mafuta. Kwa nafikiri hizo pombe kwa tunanyewa nini? Wizi wa mafuta. Ila niliacha. Mzungu alipotamka tu kwamba ninakupa kazi ili usije kaiba mafuta. Na mimi nilikuwa nimepiga magoti na mke wangu, tumefunga siku 3 kavu tunaomba kwa ajili ya hiyo kazi. Tumeomba pale. Nilipoinuka kwenye ile magoti sikumwambia mke wangu, ila nilimwambia Mungu, Baba, ukinipa kazi sitaiba mafuta. Unafika kazini, mtu asiyeokoka mzungu anakuambia nakupa kazi bila interview, lakini usiibe mafuta. Ni nani huyo? Sio Mungu? Nikapata kazi kilaini namna hiyo. Nimeifanya. Ni kwamba kwenye baraka za mwilini, tangu nilipotia mguu kazini hivi, wengine huona wanafukuzwa kazi au wanaacha kazi, wanakaa, wanaanza kutafuta, unajua unapata. Lakini mimi nilikuwa ni kutoka kazi kwenda kazi, toka kazi nenda kazi, toka kazi nenda kazi, toka kazi nenda kazi. Na sasa ninakwenda kuingia kwenye pension. Maana yake miaka 15 yangu ya pension ilishakamilika, ila umri hujakamilika. Kwa sababu ya nani? Maana yake Bwana amenipa baraka zake za mwilini. Kwa hiyo kazi ni kwa sababu tu ili mtoto aendelee kusoma. Lakini ikikaa vizuri, Mungu amenipa kazi nyingine nzuri. Yaani kanisani sio kama tunafanya kwa sababu ya mshahara, lakini kula utalishwa tu. Kwa hiyo utashindwa kunipa, kwani si nipata shilingi ngapi hapa sasa hivi? Sijala hapa. Kazi kwenda kazi. Kazi kwenda kazi. Mgodi unaisha, kanisa linaingia. Haleluya, 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 haleluya. Baraka za mwilini itaachiliwa kwako ukikaa sawa sawa na Mungu, ambaye Bwana atakupa baraka za rohoni ambazo zitaweka ulinzi kwako, zitakupa amani kwako, zitakupa ushindi kwako. Utatembea kwa baraka na rehema hizo mpaka mwisho. Haleluya, pasipo kutaabika. Ushida ni kwamba mpendwa, yamkini baraka hizo hazijaachiliwa kwako. Mungu anapoangalia ndani ya moyo wako, anaona kabisa ukizipata baraka hizo utaharibu mambo yake, hutamrudia tena, utamkimbia. Mungu anaamua kuzuia ili asikuue, uendelee kung'ang'ana na wokovu wako hivyo hivyo, uendelee kudunda, uendelee kutembea kuja kanisani kwa mguu, ili yamkini upate akili vizuri. Na mimi amenipeleka kule Nshinde kwenye vumbi kule, nitoka kwenye kigae hiki, ili aendelee kunifinyanga sawa sawa, kwamba na wewe shida, wewe simama, tia bidii zaidi, tia bidii zaidi, tia bidii zaidi. Kunatakiwa utie bidii zaidi, ukae na amani ya Kristo. Tamani kuwa na baraka, tamani kuwa baraka na Mungu. Kwa sababu tu muda wangu umeenda, ni kwamba hata Mungu anasema kwamba anakubariki uwe baraka. Sasa anapokubariki unatakiwa uwe baraka kwa watu. Haleluya. Wengine hapata baraka mlizonazo mtoi. Kule walevi wanajuana. Sinikwambia tunatoa crate kwa crate. Lakini wewe hapa hata kuleta soda siku moja, kwamba leo washirika wangu kunyweni soda hapa, hakuna. Hata kuleta pipi, leo nimeletea watoto pipi, hakuna. Hela zako unashindilia tu chapu na pilau unakula mwenyewe. Hapa tulikuwa na upendo wa kupika pamoja, nafikiri unaendelea. Lakini unafanyaga hivyo au unazamia? Yaani wewe kila siku unazamia. Mchungaji hawezi kusema, ngoja mimi niseme. Wazee wa kanisa kusema unazamia. Yaani kila siku unazamia kama nyambizi tu. Unapitiliza, ikipita hiyo unashangilia. Ingine nyingine unamwambia mimi nazamiaga tu. Utazamia mpaka lini? Kuwa baraka. Kile ulichopewa kitoe. Haleluya. Yule mama akasema kwamba nimebaki na konzi kamoja nipike dili la mtoto wangu nife. Akamwambia hivi, hutakufa, nisongee kwanza mimi. Maana yake anatufundisha tukisha kuwa baraka unabariki wengine, kwa sababu kuna mtu anatafuta baraka kule na anataka uwe baraka yake. Haleluya. Leo hii kuna watu wanakuja kwenye interview kule kazini, ni kwamba mimi sichukui rushwa. Hata ukiuliza, sichukui rushwa kwa sababu najua mimi nilipopewa kazi sikuomba rushwa. Maana yake naripa baraka. Mtu anajiuliza, anashangaa, ni kabisa napata kazi bila rushwa, yani bila kutoa hela kabisa. Hii inapatikana wapi? Naambia hivi, inapatikana kwa hapa kwa huyu mchungaji Joseph Mseti inapatikana. Utapata kazi bila rushwa.
mradi tuwe na vigezo vyako. Wewe kwenye nafasi yako unabarikije watu na baraka ulizopewa? Unabarikije watu? Au hizo baraka unajifungia tu? Kwa sababu baraka zipo za rohoni na za mwilini. Hata kama una za mwilini, za rohoni unatoa. Za rohoni umetoa? Unatoa za rohoni? Umeombea watu wangapi? Umeumia kwa ajili ya mtu gani wewe? Au umefurahi alipokuwa na shida? Umemwombea nani? Ile baraka yako. Mungu amekubariki uwe baraka. Na tunatamani tuwe baraka ili tubariki watu. Haleluya. Paranjo mimi amenibariki, amenimegea baraka zake. Amenimegea. Na hajuti ila anafurahia. Mimi naamini. Japo akinionaga na chukia ni toto hili. Kwa sababu ningekuepo hapa baba huyu alikuwa anasafiri huyu. Alikuwa anasafiri kweli kweli. Alikuwa ni ruti ghafla. Kwa sababu ya nini? Ya mafuta alionayo. Na akisafiri, yani kwa kisafiri akirudi hivi, yani tunasikia mafuta, yani nasikia nguvu fulani inashuka. Tuwe baraka, tuwabariki wengine. Tamani kuwa baraka, uwabariki wengine. Sio baraka ije kwako ufurahie, utoe mkono nje, uwaambie habari zenu ili waone gari ulionunua. Uwabariki, uwakumbatie, uwaambie njooni leo mpande gari yangu. Msikie mafuta, msikie furaha, msikie amani. Haleluya wana wa Mungu. Unapobarikiwa ni kwamba uwe baraka. Kwa nini? Kwa hicho ulichonacho, kwa kiasi chako ulichonacho, wabariki watu. Uwe baraka. Ndio kusudi la kutaka uwe baraka. Maana yake unakuwa wewe mtu wa kanisani, una baraka za rohoni, una baraka za mwilini. Mtu akija kwako asipopata za mwilini atapata za rohoni. Akipata kama hitaji za mwilini atapata za rohoni. Unampa. Mimi namshukuru Mungu amenipa huduma ya message. Natumaga message kila siku. Sijaacha huduma yangu hiyo. Saa 11 nikiamka lazima nitume message. Nisipotuma siku hiyo nasikia kuugua. Kwa nini sijambariki mtu? Mwingine nilikuwa nimekaa hapa asubuhi ananiuliza, mbona mchungaji siku hizo nitumii message? Kwa sababu nikiona na wewe umekuwa mgumu wa kuelewa, huwa nafanya kumtumia mwingine. Naachana na wewe. Nikamwambia kwa sababu umesema nitaanza kukutumia tena. Wapendwa wa Bwana, tamani kuwa baraka. Baraka ya Bwana inakuja na ulinzi. Ulinzi utakulinda wewe na nyumba yako. Ulinzi utakulinda wewe na mali yako. Ulinzi utakulinda kila mahali unapokwenda, na utafurahia wokovu. Utafurahia wokovu na utembea kwa ushindi. Njiani hutaogopa kusema sijaokoka. Utasema nimeokoka. Utasema Bwana Yesu asifiwe kwa sauti kuu, kwa sababu unayo baraka na ulinzi katika jina la Yesu. Mshike jirani yako muulize, mpendwa. Mshike muulize, mpendwa amenyongonyea. Anajiuliza baraka lini? Mshike mkono, mtikise. Mwambie mpendwa baraka ni ya kwetu. Mwambie mpendwa baraka ni ya kwetu. Mwambie mpendwa baraka ni ya kwetu. Ya kwanza unayo. Hii ya pili itaanza kuja. Itatimizwa bila shaka kwa jina la Yesu. Hebu simama mahali ulipo. Asante Yesu. Mungu wetu wa baraka. Asante Jehova. Kiongozi wa sifa, naamini Roho Mtakatifu ameshakugusa ule wimbo wetu mzuri. Baba yetu, unasimama ukimtafakari Bwana. Sio wakati wa kuzunguka zunguka, ni wakati wa kumtafakari Bwana. Neno hili sio limeanguka chini, liwe limeanguka juu ya mwili wako, liwe limeanguka juu ya wako. Unasimama unamtafakari Bwana. Ushuhuda niliotoa ni kweli mpendwa. Sijatoa ushuhuda ukufurahisha, nimetoa ushuhuda kukutia nguvu.
uweze kuona Mungu anakusudia mema juu yako. Ramoseketeribosaka. Bwana mwema, Mungu mwenye uwezo, wewe ni mwaminifu na umejaa nguvu. Utukufu na uweza ni vyako Baba. Neema ya Mungu ni kuu mno, inahuisha. Inua mikono yako juu kama mshale. Roho yangu ninakusifu na kushukuru.
tuombee ili tukawe baraka. Sogea madhabahuni hapa, ninakuita kwa sauti ya upendo. Baba akisema maneno mawili yatosha. Omba uisogelee madhabahu, uikimbie wala usiutembee, bali uisogelee madhabahu. Mpendwa, kama umeridhika kaa hapo nyuma, lakini kama unahitaji baraka, unahitaji kuwa baraka, isogelee madhabahu, isogelee madhabahu. Kipindi changu nililia mbele za Bwana, wakaniambia nimeumwa ukimwi, lakini nilikuwa najua natafuta baraka za Bwana. Ori kama sakatarabosaya. Ukifika hapo usinyamaze, ukamwite Bwana kwa sauti kuu. Waambie Baba, nataka kuwa baraka. Waambie Baba, nataka kuwa baraka. Waambie Baba, nataka kuwa baraka. Hiyo sauti haitoshi. Hiyo sauti haitoshi. Hiyo sauti ya watu walioridhika. Hiyo sauti ya watu walioshiba. Hiyo sauti ya watu walioridhika. Wakuite umeumwa ukimwi, wakuite umechoka, wakuite haufai, ili unajua neno moja, nataka kuwa baraka, nataka kuwa baraka, nataka kuwa baraka. Itoe sauti yako. Kama nakufa leo, ufe leo. Kama nakufa leo, ufe leo. Waambie Baba, najua siwezi kufa kabla ya kuwa baraka. Siwezi kufa kabla ya kuwa baraka. Ina maraka saka ikoria masakata oria makaria na bosaya ori ketere bosita ira makasa ira ketere bosaya. Yehova Shama, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba uwezaye kutoa baraka. Unaweza kubariki wewe, unaweza kubariki wewe, weka zote za mwilini, unaweza kubariki. Akura mashatarara mama mamosiarama rakoshete pelere bebere makandarara baburiama rakasakatarara bababushakata rikondarara mama muriandarara bababushakata. Nasema toka wewe katika jina la Yesu, katika nyumba ya baba yako, ikiwa ipo neno lililosemwa la baba yako nyumbani kwa baba yako ambalo linakuzuia usiende, Bwana anasema toka wewe na mimi nitakuonyesha. Likama kata la rabina makata ikoria masakata pala rabina. Bwana akufanye wewe uwe taifa. Bwana akubariki wewe na kulikuza jina lako. Bwana akufanye wewe kuwa baraka. Rika makanda la rabina maya. Ambariki yeye akubarikie na kumlaani yeye anayekulaani. Inatamka baraka juu ya maisha yako. Yale yaliyokuwa yameshindikana, Bwana akatokeze mlango. Nasema hasara ziwe mbali na wewe na baraka ya Bwana iwe maisha yako. Inua hiyo mikono kama mshale, pokea hiyo baraka ya Bwana. Anasema atakaye kubariki abarikiwe, na atakaye kulaani alaaniwe. Atakaye kubariki abarikiwe. Anasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7:12, kwa kuwa utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kushika maagizo yake yote, ndipo Bwana atakupenda. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana akupende kwa upendo wake. Anasema Bwana Mungu wako atakutimilizia agano na rehema zake.
yake kariamanamanama, naye atakupenda, naye atakubarikia na kukuongeza. Ikamanderebebereba, ninazitamka hizo baraka, maana amesema kwenye kitabu cha Hesabu sura ile ya 6 mstari wa 26, utawaambia maneno hayo nami nitawabarikia. Ninakuitia baraka za Bwana, ninaita kwenye kichwa chako, naita baraka kwenye maisha yako. Nasema kichwa chako kimebarikiwa. Huenda siwezi kukugusa, malaika wa Bwana wayaguse maisha yako. Rapakatepaledona, ubarikiwe wewe katika uzao wa tumbo lako, ubarikiwe wewe katika kazi za mikono yako, ubarikiwe wewe katika maisha yako, ubarikiwe wewe katika nia yako. Nafsi yako igeuzwe imfanane Kristo, uwe na nia ya Kristo. Karapasakatapa linda makutelerebanama, ninatambua kila laana iliyotamkwa juu ya maisha yako, imetamkwa na ardhi, imetamkwa na chochote kilicho hai au kilichokufa, inakufa hiyo laana kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo, na baraka ya Bwana inainuka juu yako, na wewe uwe baraka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Urudi kwa amani ya Bwana. Amani ya Bwana ikuhifadhi, amani ya Bwana ikutunze. Rakatapalaba.